Sheikh Mikoye, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama na afya njema. Yes. Tuanzie hapa Sheikh Mikoye. Simba Sport Club alikuwa na mchezo wake wa kwanza pale kwenye michuano ya Kagame ambapo alicheza na Mogadishu na wachezaji wote asilimia 70 waliosajiliwa kwenye dirisha hilo walipata nafasi, ila gumzo ikawa kwa namba 9 wa Simba Sport Club Ibrahim Dumbia. Kila mtu anamtemu namna ambavyo alivyomtazama, pengine kwa namna ambavyo alivyomtazama na dakika ambazo alizopewa Ibrahim Dumbia. Moja katika mastreka ambao wanakuja kufanya makubwa kwenye ligi ya NBC ni Ibrahim Dumbia. Na Waswahili wanasema siku zote mchezaji mzuri huasubiri muda. Kutaka kumtambua mchezaji mzuri, mpe mpira. Wataalamu wote wa football wameona, wamezungumza kwa namna ambavyo kwa muda mchache aloingia yule mchezaji na kwenda kugusa mipira miwili, ameonekana ni striker wa aina gani. Mpira wa kwanza Chama anapiga pasi ya ndani, goalkeeper anatandika reli, anahisi nikiweka chini goalkeeper tamgusa na nyanyua mpira, kwa bahati mbaya mpira unakwenda kula nguzo. Watoto wa mjini wanaita mtamba panya. Pasi ya pili inawekwa ndani, anakwenda anaupiga ule mpira, wachezaji wanataka kufanyaje? Kuuana. Kwa sababu umezungumzia mchezaji mmoja, wache ni wapongezi wa viongozi wa Simba hususan kwenye kamati ya usajili kwa namna ambavyo walivyokwenda kumsajili Ibrahim Dumbia. Ni kijana mdogo lakini ana historia kubwa kwenye football. Ibrahim Dumbia ndio mfungaji bora kwenye ligi ya Mali akiwa na miaka 19. Anakwenda kufunga goli 13, anakwenda kwa assist 5. Ndio mfungaji bora wa timu yake. Timu aliyotoka wamefunga goli 27 baada ya ligi kuisha. Mwamba mmoja amehusika zaidi ya goli 22 mpaka 20. Kwa hiyo ni mchezaji wa kujivunia na ni mchezaji wa kutamba naye. Kwa hiyo lazima niwaambie mashabiki wa Simba, kazi kubwa iliyobaki kwetu ni kwenye dua na sala kuombea wachezaji hawa. Kwa sababu kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Wakiona kitu kizuri kiwe cha jirani yake, yeye anataka kwenda kubadilisha kile kizuri kwa nini? Kibaya. Ila niseme mwaka huu, iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yoyote ile kumuona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya wachezaji. Wakienda kuroga nasi tutaroga. Wakienda kuchimba nasi tutachimba. Ili kuna namna ambavyo malengo ya Simba mwakani yanaenda kufanyaje? Kwenda kutimia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia ni striker bora na Simba kuja kwa bahati mbaya amekuja kwa malengo ya Simba na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Unasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani? Ya Simba. Na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Sheikh Mikoye Kisugu, kwa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa juu ya winga wa Simba Sport Club Libase. Kuna taarifa iko inasemekana Libase kuna ofa ambazo zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, na taarifa ambazo ziko zinaendelea kuwa msimu unaoanza inakuwa kuna advantage ndogo sana ya kusalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Libase yeye amesema mwenyewe hatakuwepo na atazidi kuwepo zaidi. Kwa namna jinsi ulivyomuona Kalesto kwenye namna anavyocheza msimu na Libase, kuna watu watatapika damu kama semaji alivyosema, watu waje uwanjani na dawa ya pumu. Yes. Kwanza pia nirudie tena kuwapongeza management ya Simba. Simba ni klabu kubwa. Simba lazima waishi kwenye malengo yake. Na malengo ya klabu kubwa siku zote kwenye dunia kuhakikisha wanachukua mataji. Na moja, kuchukua mataji, kuhakikisha kwamba wachezaji wako key player unapambana nao wanabaki kwenye timu. Kwa hiyo lazima nipongeze management ya Simba kwa namna ambavyo wamepambana, wale wachezaji quality player wote wa Simba wamefanyaje? Wamebaki. Maneno yalikuwa mengi sana. Wachambuzi walibadilisha maneno mno. Lakini mwisho wa siku Libase Age jana ameripoti kambini na ameanza mazoezi na Simba. Hii inaonyesha namna ambavyo Libase bado tunaye. Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri niseme bila kificho, Libase yale maneno yalikuwa nasema alikuwa anayasikia.
Libase akajua baadhi ya wachambuzi wengi Kiingereza hawajui, na ndio maana jana Libase akatumia maneno ya Kiswahili akasema nipo sana Simba. Aliwasaidia watu jana. Maana yake anakwenda kutengeneza msaada kwa wale ambao wasiojua lugha ya nini ya kigeni, anakwenda kutafsiri kwa lugha sahihi kusema bado yupo sana Simba. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja kwetu. Lakini niseme leo hii, waandishi mmemaliza kunihoji Ibrahim Dumbia, mtakwenda kunihoji kuhusu Karesto, kila mchezaji mtakwenda kunihoji, lakini ukweli ndio hivi, Simba umesajili wachezaji quality player. Ulimuona Rudini kwenye mechi ya Simba aliocheza na Mogadishu. Goalkeeper wa kwanza alicheza mdogo wangu Abeli. Namba 2 alicheza Duchu. Sikilizeni hiyo list alafu muje muangalie namna ambavyo Simba imesajili wachezaji quality. Namba 3 kacheza Nathan Chilambo. Kwa mara ya kwanza mwalimu Steven Becker anafanya surprise. Anamchukua Mligo baada ya fullback kushoto na kwenda kuzima kati ya fullback 4. Nani anakataa? Nani anakataa? Namba 6 kacheza mchezaji bora Kevin Nation. Midfield juu ana clash, chini ana develop. Yuana class. Chini ana develop. Ametulia. Lighting namba 7 amekwenda mdogo wangu Abubakari Sifi. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player. Lakini wakati nataja list first 11 mkamfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko vile vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba na kwenda kumcheza namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake walivyofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambavyo wanavyotaka kama klabu. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao amewatoroka. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wao? Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka. Huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingeni kwenye ukurasa wa Patrick Pili ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maifluencer, lakini timu yenye maifluencer bora ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe, na apewe nafasi kubwa. Wengine wataisha kaburi moja tu kupiga kelele hapo. Nyinyi mmekuwa mashahidi, waandishi, mlikuwepo kwenye paredi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani aliyokupata nafasi kunyanyua kombe? So wa Simba kuna muda mwingine, kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Sasa nyinyi shida nini? Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa anajeuri? Nimesema hivi, kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Anamtambua Mekoi. Lakini bado anakuwa nani? Shetani. Anamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Kwa hiyo ninachosema, juzi haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na mambo, anapoteza muda, hana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu,
Aendelee kupiga kelele makaburi moja hapa. Aendelee kupika pilau. Arudi shule akaongezea degree yake, maisha yaende. Juzi moja katika siku ya muhimu, juzi wameambia watu wasilale. Watu wamekesha, sio mimi. Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao kwa maelezo yao. Surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Hersi Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Waandishi wa habari, mnapoona mainfluencer wa Simba, wakimbilieni na wapeni maiki, kwa sababu ni watu muhimu na wanajua nini wanafanya. Wewe Makonde, unanisikia? Kwa bahati mbaya na bahati nzuri, tunawapongeza, umuhimu wetu wanajua, na ndio maana wanatuita kwenye sherehe zao kwenda kuwatangaza watu ambao sisi wanaotudhamini Simba Sports. Lakini mikoa ni kama ni rahisi nini kurubuniwa sana wana Yanga. Hivi katika siku ile kama unasimama na wasomi kati ya wale na hawa, kati ya mdhamini wao na mdhamini wetu, mdhamini gani alokwenda viral? Betway. Na yule kijana ana akili, Mungu ampe maarifa marefu. Alipopewa maiki Azam akasema mkiona kaeka katikati hapa, nembo itakuwa inaonekana, akatanua kifua hivi. Hii inaonyesha namna ambavyo mainfluencer wa Simba wana mvuto mkubwa kwenye jamii. Kisugu tutegemee na wewe siku moja na wananchi. Ukiwa umeitwa na wananchi pale unadunda dunda kutokana na akili mlizonazo nyinyi mashabiki wa Simba na mvuto. Mimi na dau kubwa shehe. Watakuwekea. Hawawezi. Ikitokea wameweka kama unashindwa dau la 5 bilioni 5 kwa yule mchezaji mnamwita nani? Gizimana wala nimemwita? Mugisha. Kama unashindwa unaweza kwa Kisugu. Kama unashindwa kumchukua yule mzee nani wa South Africa? Chalulile, unaweza kumchukua Kisugu? Be expensive bro. Na umesema wewe Swaiba yako. Kwa hiyo naambiwe sana viongozi wa Simba. Wapongeze, wamefanya jambo zuri, wamefanya jambo jema. Kazi kubwa alokabakia kwetu sisi mashabiki kuwapa support. Lakini wapongeze sana mashabiki wa Simba. Clean line kutoka katika moyo wangu. Leo hii kama unamwita shabiki wa Simba, unakwenda live kwenye peji yako ina watu zaidi ya 30,000. Yule shabiki wa Simba na Betway. Shabiki wa Simba na Mokora. Shabiki wa Simba na Giroud. Guys, sio jambo dogo. Ni jambo kubwa. Mimi naamini kama Giroud amefanya jambo kwa kijana, basi Betway wana haki ya kufanya jambo kwa kijana. Wewe Makonde mbao umevaa dude la Yanga hapo unakuja kunioji. Sina hapo mkononi Yanga hilo. Leo ndio toka mara mwisho kunioji. Kama sio Yanga hebu pelekeni nyinyi kamera, sio Yanga hilo. Mimi balozi. Balozi wa Yanga? Sio Yanga. Ila Sio Yanga. Guys, national team ya Tanzania leo inacheza AFCON kule Morocco. Kikubwa ni kuombea dua, kuona namna ambavyo wanakwenda kupambana. Twiga mimi naamini kwamba wamepata maandalizi ya muda mrefu zaidi ya wiki 3 chini ya Master Bakari Shime, vijana wako Morocco. Leo nafikiri tunapiga na banyana, si ndio? Kikubwa tusimame kwenye dua na sara, kuna namna ambavyo tunakwenda kufanya vizuri na tunasonga mbele kwenye mashindano ya AFCON. Juzi wakati naongea na waandishi wa habari waliona natania. Niliwaambia walete mawazo kumfikiria Eddie Bidi Jonas Lunyamila. Niliwaambia walete mawazo ya kumfikiria Celestine Skinde Mbunga. Ndogo wangu Kizinga njoo. Asalamu alaykum.
Naongea na waandishi wa habari hapa. Nilikuwa napenyezea taarifa. Muda si mrefu nikamwambia mwambieni mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu. Nimesema ni kweli. Kwa sababu naamini kwamba kwanza anakamilisha amri ya mzee wetu. Alipoambiwa utakula kwa nini? Kwa jasho. Naam. Haya mambo mengine waachane nayo. Yapi? Haya Yanga wanaonekana ma-influencer wa Yanga wana mvuto kwa sababu kwenye mambo muhimu yote ya Yanga wanaitwa watu wa Simba. Tumeona Yanga wamechukua kombe pale pale, kabeba nani? Mchome Mapo. Mtu wa nani? Washabiki wa Simba. Juzi katika jambo zuri na kubwa Afrika imekaa imesimama. Kaitwa mshabiki wa nani? Wa Simba. Endelea kashone viatu. Interview ya kwangu. Huwezi kufanya. Huwezi kufanya. Fujo. Huwezi kufanya kabla sijazungumza. Utazungumza. Jamani, interview ya nani? Ya kwako. Kwa hiyo umeniuliza nikujibu. Mimi nilikuwa nakupa taarifa sio swali. Sasa hapo angalieni sasa mashabiki wa Yanga walivyo. Mimi nilikuwa nampa taarifa sio nini? Sasa wewe unataka kujibu nini? Nataka tuseme kitu kimoja. Nipe nafasi. Umeniita wewe. Nataka niwaambie kitu kimoja. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Sawa. Young Africans kwenye swala la kumtania Simba, hatuwezi kumtania Azam. Lazima tukutanie wewe mtani wetu. Niwapongeze viongozi wa Young Africans kwa kumuita bwana Wata player. Mawata player akiwa amevaa jezi ya Simba iliyokamilika. Ningechukia sana kuona yule bwana amevaa jezi haina Betway. Ningechukia sana kuona kavaa jezi ya Simba haina Jairuti wala Diadola. Ningeumia sana kuona hakuna hata Mo. Lakini kuitania Simba mtani wetu wa jadi kwa kupitia yule kijana, mimi nimependa viongozi wa Young Africans wanaonyesha ni wazi wana upendo wa mashabiki wote. Sisi mashabiki wa Young Africans, my friends wa Yanga, hatuna malalamiko, ila malalamiko wanatoa watu wa Simba. Wanasema kwa nini mmekubali Mzee Saidi aenda kamuone Pakome? Nani umesikia Young Africans analalamika? Namaliza. Kwanza nikupongeze. Hapa ndio watu wanaenda kuona kati ya tofauti ya mtu na binadamu. Yaani hapa wasikilizaji ndio wanaenda kuona tofauti ya mtu na binadamu. Ukiwa na maana gani? Sifa ya mtu anakurupuka kusema. Sifa ya binadamu anakaa muda kutafakari katika ile jambo. Betway ni biashara. Sawa. Tulia kwanza. Unaona vizuri. Betway ni nini? Biashara. Maana yake kama uko live watu 30,000 wanaangalia. Maana yake biashara ya Betway unakwenda unaibrandi. Hawajui Betway. Tulia basi kwanza. Tulia Kizinga. Au Watanzania hawajui Betway. Kizinga tulia. Natulia. Ngoja Kizinga tulia. Natulia. Yawezekana Watanzania wanaijua lakini somo la biashara linatuambiaje namna ambavyo kumbrandi mtu. Kuna biashara inaanza pale. Tulia basi kwanza. Ule utambulisho kaka. Tulia basi shekhe. Nimeumia sana kumwona Sheikh Ibrahim. Anaitwa Wata shekhe. Tulia shekhe. Sheikh Ibrahim na nimemwambia akifunga goli Sheikh Ibrahim nenda kwa Kisugu kule umetoka kwani. Shika ndevu. Kwanza mimi namshukuru huyu kwa shika ndevu kwa sababu ndo kazi yake kinyozi. Ashike nini bila kushika ndevu? Ngoja. Wata Sheikh Ibrahim. Tulia basi. Moja mimi nimewapongeza hapa. Mpongeze Harris anawapenda mashabiki wa Simba. Na moja katika kuwapongeza anaendelea kusema kwa sababu engineer alichokifanya kafanya jambo jema. Sasa hivi ndugu yangu Mwamnyeto atazidi kupendeza kwa sababu kinyozi wa kumnyoa yuko karibu. Kinyozi nani? Tulia basi kwanza. Mbona uko na haraka? Shehe. Yule sio Osman Wabuza. Kangamua. Yule Kizinga ngoja. Sio Osman Wabuza. Ngoja. Umeona? Osman Wabuza. Tulia shehe. Natulia. Yule sio Osman Wabuza. Leo hii ndugu yangu Jobu ataenda kupendeza kwa sababu haagizi tena kinyozi Kinondoni kwa sababu kinyozi atakuwa naye. Kwa Jobu alikuwa hapendezi. Unamkosea. Moja ya saluni. Unamkosea. Moja wa saluni. Yule mwamba. Sikiliza basi. Moja ya saluni ya yule mwamba. Mwamba yupi? Aliyekuwa anafanya kazi. Yule toru yule bouncer. Sema Wata shehe. Anaitwa Wata kwa nini? Wata shehe yule. Anaitwa Wata katoka ligi gani? Ametoka kwao wastani wa magoli 25 na tulikuwa sikiliza. Ngoja basi. Tulikuwa na rosto ya ufungaji wa magoli. Anakuja Wata shehe kuja kupachika magoli. Atafunga goli 30. Katoka ligi gani? Katoka ligi gani? Wewe unataka ligi ya nini? Wewe unataka ligi ya nini? Na ndio maana kwa nini engineer hawa waiti kwenye shughuli ndio akili hizi engineer hataki. Ngoja tulia basi. Sawa. Ngoja basi. Alikwambia tutaki naye. Yule ni rais. Usitukwamanishe naye. Ngoja basi. Kama kuna mtu anatupenda. Na ndio mgombea pekee. Ndio mgombea pekee. Na hawezi kupingwa. Wao wenyekiti nani? Sio wenyekiti, rais. Atapingwaje kwa akili zenyewe kama hizi? Tumalizika naye. Lazima. Ngoja, jamani tuende pamoja. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Kabla kushukuru, ngoja kwanza. Una kiongozi ambaye tangu ameingia madarakani nyinyi mnapata raha.
mnapata kile ambacho mnatakiwa kukipata. Huyo mbaya nani anaweza akajitokeza mbele akagombanie pale? Sio mbaya, na ndio maana nikasema nampongeza kwa uelewa wake. Sawa. Na ndio maana yeye anajua umuhimu wa mashabiki wa Simba kwenye shughuli za muhimu kwa uwezo wake. Yeye mara ya kwanza rais wa klabu anakwenda kumkabidhi maiti mtu wa Simba. Sawa. Na tulia basi, tulia. Sawa. Na anasema surprise tulikuwa tunaiandaa kamwe. Hii hapa. Akaja nani? Akaja Wata Majezi. Hapa na nini? Ana jezi ya Simba. Ngoja twende taratibu. Sawa. Twende taratibu. Jezi ya Simba hiyo unaizungumzia Betway. Wewe utakaeleta basi. Wewe utakaeleta jezi ambayo ina Betway. Ngoja. Hapa ina nini? Ina mdhamini. Nani? Betway. Hapa ina Mo nini? Maliza. Mo Energy. Maliza. Na huko hapa kuna Jairuti kwa. Tunawapongeza sana. Wewe kwanza. Wewe unataka tumtanie Simba ambaye hayuko full package. Tunawapongeza. Mimi nimwambie Harris. Tunahitaji kuchukua kikombe cha 6 Kisugu akupande pale juu.